Hiki ni kile ambacho kinaendelea kushika hatamu kwenye vita vya Israeli dhidi ya Iran, vita ambavyo kwa sasa vinaendelea kwa kasi mno, pande zote mbili zikiendelea kurushana kuna kule, huku zikionekana kuna baadhi ya nchi ambazo zinasupport vita hivi ikiwemo nchi ya Marekani. Na kwa taifa la Marekani pia kwa sasa hivi limeonekana kuwa kama kigeugeu. Na hiyo yote ni kwa nini? Endelea kuambatana nami basi utaweza kufahamu kwa nini, kwa kile ambacho Rais wa Marekani Donald Trump ameweza kukizungumza. Lakini kabla ya taarifa hiyo nikwambie Moscow inataka kusitishwa kwa ongezeko katika Mashariki ya Kati, kujiepusha na vitendo vya uchochezi na kuanza tena juhudi za kisiasa na kidiplomasia. Wizara ya mambo ya nje ya Urusi imesema kwenye taarifa yake. Kwa mara nyingine tena tunatoa wito wa kukomesha kuongezeka kwa silaha na kujiepusha na vitendo vya uchochezi na matamshi. Leo zaidi ya hapo awali tunahitaji kurejesha juhudi za kisiasa na kidiplomasia, kuendelea kujitolea kwa sheria za kimataifa. Mashambulizi ya Marekani na Israeli dhidi ya Iran, kama upande wa Urusi ulivyoonya, yanasababisha kuongezeka kwa kasi na kudorora kwa hali ya Mashariki ya Kati na Ghuba ya Uajemi, wizara hiyo ilisema. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, mashambulizi hayo yanahatarisha usalama wa kimataifa na kikanda kwa hatari na kusababisha matokeo ya kudumu na mabaya zaidi, ikiwa ni pamoja na uhusiano wa kibiashara na kiuchumi, anga, baharini na mawasiliano mengine, pamoja na sio mdogo kwa utawala wa kuzuia kuenea. Vile vile, Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu amewataka maafisa kuacha kutoa maoni yao kuhusu ripoti za makubaliano ya kusitisha mapigano na Iran kufuatia mkutano wa baraza la mawaziri, kwa mujibu wa kanali ya televisheni ya Israeli ya N12. Kulingana na N12, waziri mkuu aliwataka mawaziri wasitishe taarifa yoyote hadi taarifa zaidi. Hapo awali Rais wa Marekani Donald Trump alitangaza kuwa Israeli na Iran zimekubaliana kusitisha mapigano kikamilifu katika saa zijazo. Kulingana naye, Teherani itakuwa ya kwanza kusitisha mapigano, ikifuatiwa na serikali ya Kiyahudi saa 12 baadaye, na saa 24 mwisho rasmi wa vita vya siku 12 utasalimiwa na ulimwengu. Vile vile, waziri wa mambo ya nje wa taifa la Iran Abbas Araghchi amesema kuwa hadi sasa hakuna makubaliano kuhusu usitishaji vita na Israeli. Anasema kwa sasa hakuna makubaliano juu ya kusitisha mapigano au kusitisha mapigano. Uamuzi wa mwisho kuhusu mwisho wa operesheni za kijeshi utafanywa na sisi wakati ujao, waziri aliandika kwenye chaneli yake Telegram. Hapo awali Rais wa Marekani Donald Trump alitangaza kuwa Israeli na Iran zimekubaliana kusitisha mapigano kikamilifu katika saa zijazo. Maswali ambayo yameibuka ni kwamba rais huyo wa Marekani Donald Trump, yeye alitoa wapi huo msimamo? Kumbuka Trump yeye anadai kwamba Israeli na Iran zilimwendea karibu kwa wakati mmoja na ombi la kusaidia kumaliza mzozo na kurejesha amani. Trump alinukuliwa akisema kupitia mitandao mbalimbali, Israeli na Iran zilinijia karibu wakati huo na kusema amani. Nilijua wakati ulikuwa sasa, ulimwengu na Mashariki ya Kati ndio washindi wa kweli. Mataifa yote mawili yataona upendo mkubwa, amani na ustawi katika siku zao zijazo. Wana mengi ya kupata na bado ni mengi sana ya kupoteza ikiwa watapotea kutoka kwenye njia ya haki na ukweli, ameandika. Shirika la habari la Reuters liliweza kuripoti hapo awali likimnukuu afisa wa ikulu ya Marekani kwamba Trump, rais wa Marekani, alifikia makubaliano na waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu kuhusu usitishaji vita kati ya taifa la Kiyahudi na Jamhuri ya Kiislamu wakati wa mazungumzo ya simu yaliyofanyika tarehe 23 Juni. Lakini hilo limeonekana kama kuota mbawa. Vile vile, kwa upande wa jeshi la Israeli ni kwamba vikosi vya ulinzi vimeweza kugundua wimbi jipya la makombora kutoka ardhi ya Iran. Wanasema muda mfupi uliopita IDF imegundua roketi zilizorushwa kutoka Iran kuelekea eneo la Israeli. Mifumo ya ulinzi wa anga kwa sasa inafanya kazi kuzuia tishio hilo. Jeshi limewashauri raia kusalia katika maeneo salama na wasiondoke hadi watakapopewa taarifa zaidi. Vile vile, Iran wao kupitia televisheni ya N12 imeripoti kwamba taifa la Iran limeweza kurusha makombora 11 kuelekea Israeli siku ya Jumanne asubuhi, kulingana na kituo cha TV cha N12. Ripoti hiyo ilisema Jumanne Juni 24 Iran ilirusha jumla makombora 11 kuelekea ardhi ya Israeli katika muda wa saa 2 katika voli 5 tofauti. Jeshi la ulinzi la Israeli lilithibitisha wimbi la 6 la kurusha makombora kutoka ardhi ya Iran, lakini wakaficha madhara ambayo yameweza kuibuliwa au yaleweza kusababishwa na makombora hayo. Vile vile, Rais wa Marekani Donald Trump amempigia simu waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu kabla ya kutangaza kusitisha mapigano kabla ya Iran na Israeli, akitaka aache uhasama wote kwani Iran imedhoofika sana. NBC News imeripoti kimnukuu afisa mkuu wa ikulu ya White House.
Hakuna vita tena, hakuna mapigano tena. Wa Iran wamedhoofika kwa kiasi kikubwa. Chanzo kilimnukuu kiongozi huyo wa Marekani akimwambia Netanyahu. Wakati Trump akizungumza na waziri mkuu wa Israeli, timu yake ya usalama taifa ilituma ujumbe kwa wa Iran ikiwataka kusitisha mashambulizi dhidi ya Israeli na kukubali kusitishwa kwa mapigano. Kabla ya hapo, kwa mujibu wa kanali hiyo ya television, rais wa Marekani alimpigia simu Amir wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani na kumtaka kuishinikiza Tehran kufikia usitishaji vita. NBC News ilisema kwamba Trump alishawishi pande zote mbili za mzozo kusitisha mapigano haraka iwezekanavyo. Israeli inaamini kwamba imetimiza malengo yote ya operesheni yake dhidi ya Iran na kuondoa tishio la kuwepo maradufu linaloletwa na mipango ya makombora na nyuklia ya Tehran. Ofisi ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu imesema na kuongeza kuwa Tel Aviv iko tayari kukubaliana na kusitisha mapigano. Kwa kuzingatia kuwa imefikia malengo ya operesheni hiyo na kwa uratibu kamili na rais wa Marekani Donald Trump, Israeli inakubali pendekezo la rais la usitishaji vita wa pande mbili. Israeli itajibu kwa nguvu kiukwaji wowote wa usitishaji mapigano. Kwa mujibu wake, Netanyahu aliitisha kikao cha baraza la mawaziri la usalama na kushirikisha maafisa wa jeshi na idara ya upelelezi ili kujadili usalama wa nchi na kutangaza utekelezaji wa malengo yote ya operesheni hiyo. Israeli imeondoa juu yake tishio la kuwepo maradufu katika swala la nyuklia na kuhusu makombora ballistic. Vikosi vya ulinzi vya Israeli pia vilipata ubora kamili wa anga juu ya Tehran. Vilipata pigo kubwa kwa uongozi wa kijeshi wa Iran na kuharibu shabaha kadhaa za utawala wa Iran, ofisi ya waziri mkuu ilisema. Vile takriban watu 27 wameuawa katika mashambulizi ya usiku ya Israeli kwenye ukanda wa Gaza katika muda wa saa 24 zilizopita. Kituo cha television cha Qatar Al Jazeera kimeripoti Jumanne. Chombo cha habari kilisema kuwa takriban watu 22 wameuawa katika shambulizi la Israeli dhidi ya mkusanyiko wa raia karibu na kituo cha kusambaza misaada kwenye eneo la kati la ukanda wa Gaza. Lakini kwenye vita vinavyoendelea vya Israeli na Iran, takriban watu 9 wameuawa na wengine 33 kujeruhiwa kutokana na mlipuko huko Gilan kufuatia shambulio la Israeli Jumanne asubuhi, maafisa katika mkoa wa kaskazini mwa Iran wamesema. Leo asubuhi, kutokana na shambulio la kigaidi, majengo 4 ya makazi yameharibiwa kabisa na idadi kubwa ya nyumba zilizo karibu nazo ziliharibiwa na mlipuko. Raia 9 waliuawa kutokana na shambulio hili na wengine 33 kujeruhiwa. Shirika la habari la Tasnim lilinukuu taarifa hiyo. Kulingana na maafisa wa Gilan, 5 kati ya waliojeruhiwa wamelazwa hospitalini na wengine 28 walipewa msaada wa matibabu katika eneo la tukio. Kulikuwa na watu 16 na watoto kati ya waliojeruhiwa. Vile Iran itaanzisha mashambulizi yenye ufanisi zaidi kwa malengo ya Marekani iwapo Marekani itaishambulia tena nchi hiyo, mbunge Ahmad Ajamu anasema. Operation Herald of Victory ilikuwa jibu sawia kwa hatua za Marekani. Tunafuatilia tabia zao. Ikiwa watatushambulia tena, tutaongeza ukubwa wa operation hiyo kwa sababu kuna shabaha muhimu zaidi na kubwa, vyombo vya habari vya bunge la Iran vilimnukuu akisema. Mapema asubuhi ya Juni 13, Israeli ilianzisha operation ya kijeshi dhidi ya Iran na chini ya saa 24 baadaye Iran ililipiza kisasi. Siku 9 baadaye, asubuhi ya Juni 22, ndege za Marekani zilishambulia vituo vitatu vya nyuklia vya Iran na kuingia kwenye mzozo huo. Jioni iliyofuata, Tehran ilifanya shambulizi la kombora dhidi ya Al Udeid, kambi kubwa zaidi ya jeshi la Marekani katika eneo hilo iliyoko Qatar. Kulingana na mamlaka ya Marekani, hakukuwa na majeruhi au uharibifu mkubwa, lakini uharibifu mkubwa ulikuwepo, ila vyombo vya habari vya magharibi vipo kimkakati vilificha swala hilo. Mwanafizikia wa nyuklia wa Iran Mohammad Reza Sadiq ameuawa katika shambulio la Israeli, shirika la Noor News limeripoti. Kulingana na chombo cha habari, Israeli ilifanya mashambulizi asubuhi ya leo kabla ya usitishaji mapigano kuanza kutekelezwa. Hapo awali, chuo kikuu cha Shahidi Beshti ambacho kinajishughulisha na utafiti wa nyuklia kati ya nyanja zingine kiliripoti vifo vya watu 5 wa kitivo chake kutokana na shughuli za kijeshi za Israeli. Orodha hiyo ilijumuisha Mohammad Mahid Hamad Reza, yuko Abdi Al-Hamid, Amir Hussein na Fedun Abbas. Baadaye, radio na television ya taifa ya Iran iliripoti vifo vya wanafizikia wengine 3 wa nyuklia, Ali Bakoi, Katirim, Mansour Asghar na Said Barji. Vile mkurugenzi wa idara ya ujasusi wa kigeni wa Urusi Sergei Narishkin anaamini kwamba habari kuhusu kutokuwepo kwa uvujaji wa mionzi nchini Iran ni ya kuaminika. Anasema, nadhani habari hii inaweza kuaminiwa, alisema akijibu swali kuhusu ikiwa ICVR ina data juu ya swala hilo. Vile jeshi la ulinzi la Israeli limeharibu mfumo wa kurusha makombora kadhaa magharibi mwa Iran katika muda wa saa chache zilizopita, ambazo zilitayarishwa kushambulia taifa la Kiyahudi, vyombo vya habari vya IDF vimesema kwenye taarifa.
Katika muda wa saa chache zilizopita, jeshi la wanahewa la Israeli lilifanya mashambulizi na kuondoa makombora magharibi mwa Iran ambayo yalikuwa tayari kushambulia eneo la Israeli kama sehemu ya mashambulizi ya makombora dhidi ya Israeli, vyombo vya habari vilisema. Vilevile mamlaka ya Iran imeiahidi Marekani kuwa itarejea kwenye meza mazungumzo kuhusu mpango wa nyuklia ikiwa Israeli itaacha kupiga makombora, gazeti la Washington Post limeripoti likinukuu vyanzo. Kulingana na gazeti hilo, Marekani ilipaswa kumshawishi waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu kusitisha uhasama dhidi, jambo ambalo alifanya. Makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance, waziri wa mambo ya nje Marco Rubio na mjumbe wa rais Steve Witkoff walikuwa na mazungumzo ya moja kwa moja na yasiyo moja kwa moja na Iran kuhusu swala hilo. Rais wa Marekani Donald Trump pia amemshukuru Emir wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani kwa juhudi za nchi yake kufikia amani katika eneo hilo. Shukran kwa babu ya kivita na historia ya dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.